Inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo nataka tujifunze neno ambalo nimelipa ujumbe, kanuni 5 za maombi yenye matokeo. Kanuni 5 za maombi yenye matokeo. Leo nahubiri vizuri sana bwana. Praise imeongoza vizuri sana. Yaani hapa safi. Wanyakyusa wasema yaani nyinyi mliwanunu kabisa. Safi kabisa. Kanuni 5 za maombi yenye matokeo. Tutaangalia kitabu cha waraka wa Yakobo sura ile ya 5 mstari wa 16 na kitabu cha Yeremia sura ile ya 33 mstari wa 3. Msomaji wangu sijui yuko wapi. Mpagama yuko wapi? Aya Eliza. Bwana na watu wengi. Aya Eliza, twende kazi. Yakobo sura ya 5 mstari wa 16. Tutasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Kitabu cha Yeremia sura ile ya 33 mstari wa 3. Naomba twende haraka Eliza. Yeremia 33 mstari wa 3. Ndio. Inasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo nataka nizungumze kwa habari ya maombi yenye kuleta matokeo. Na kwa sababu hiyo tunajifunza msingi wa maombi. Maombi ni kitu muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Unaweza ukateki note. Maombi ni kitu muhimu sana kwenye maisha ya Mkristo. Na kama hauna maombi kwenye maisha yako kama Mkristo, basi matokeo ya maisha yako yatakuwa ni madogo. Maana yake shetani atakuvamia na atapata nafasi ya kuangamiza vyote ambavyo Mungu amewekeza ndani yako. Ndio maana tunasema Mkristo yoyote aliyeokoka, maombi ni sehemu ya chakula ya maisha yake kila siku. Maandiko yanasema hata mitume na manabii walifunga na waliomba. Maandiko yanasema hata Yesu alifunga na akaomba. Hata Musa alifunga akaomba. Maana yake ni kwamba bila kuwa na maombi hauwezi kuwa na matokeo makubwa kwenye maisha yako. Sasa shida ya leo ni kwamba Wakristo wengi wanapenda kuombewa bila kuweka msingi wa kuomba wenyewe. Endelea vizuri Msingi wa maombi unaweza kukufanya wewe maisha yako yabadilike. Lakini cha ajabu Wakristo wengi leo wanapenda kuombewa badala ya kuomba. Sisemi kwamba kuombewa ni kitu kibaya, ni kizuri. Kwa sababu tunatofautiana neema. Lakini tengeneza msingi wa kupenda kuomba. Tengeneza msingi wa kumtafuta Mungu. Hebu mgeukie mwenzako mwambie, penda kumtafuta Mungu wewe. Na sasa dunia tunayoishi, tunaishi katika kizazi cha mwisho. Tunaishi katika dunia ambayo imejaa uovu, imejaa mambo mabaya, imejaa machafuko. Ndio maana leo hakuna amani mahali popote. Ukienda Marekani hakuna amani. Ukiwa Tanzania tunajifariji, amani ipo, lakini hakuna. Ukienda mahali kokote hamna. Kitachokufanya uwe na amani na uwe vizuri ni kuwa ni mtu wa maombi. Sema amina.
Ulimwengu huu hautaweza kujificha popote, maana shetani ni roho, inatenda kazi mahali popote, na Biblia imemfunua shetani. Kazi yake ni kuua, kuchinja na kuharibu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa ili Mkristo uwe na matokeo, lazima utengeneze maisha ya kuwa mtu muombaji. Tengeneza maisha ya kuwa mtu muombaji. Na kuwa muombaji tu haitoshi, lazima ujifunze namna ya kuomba ili maombi yako yawe na matokeo. Sema amina. Maana ukizungumza kwa habari ya kuomba, watu wengi wanaomba, lakini maombi yenye matokeo ndiyo tunayotaka watu wa Mungu. Tukisimama na kuomba tuone Bwana anatenda. Tukisimama na kuomba tuone matokeo kwenye maisha yetu. Tukisimama na kuomba tuone kansa zinaondoka. Tukisimama na kuomba tuone ukimwi unaondoka. Tukisimama na kuomba hakuna mapepo toka juu yako, maana ndani yako kuna moto ulao. Sasa maombi yenye matokeo, nimejifunza sana. Unaweza ukaomba, ukafunga, lakini kama maombi yako hayana matokeo ni kazi bure. Hebu mgeukie mwenzako kumwambia, umeomba mara ngapi wewe? Bwana asifiwe sana. Mwingine aliomba paka akaamua kuamwachia Mungu. Sasa yote namwachia kwa Bwana. Anaendelea na ukurasa mwingine. Sasa sikiliza, adui mkubwa wa maombi yako yasiyo na matokeo, la kwanza, adui mkubwa ni mawazo yako. Ule kuona kwamba unaomba kwamba Mungu naomba nisaidie, yaani mwaka huu natamani watoto wangu wote wapate A. Siku mtoto wako anakuletea matokeo mabaya, unasema unaona, wewe nilishakujua wewe ni kichaa. Kichwa chako chenyewe ni kibovu. Hautafaulu wewe. Hauna akili wewe. Yaani umeenda kumwomba Bwana kwamba watoto wako wapate grade A. Sasa mtoto ameleta hajapata ufaulu mzuri, unaanza kumtamkia maneno mabaya. Maana yake ni nini? Kile ulichokiomba haujaamini kwa Mungu, bali mawazo yako yanakutuma kwamba mtoto wako atafeli. Ule kuona kwamba unamaliza mfungo wa siku 3 kavu, unaomba Bwana Yesu naomba nisaidie nipate kazi. Yaani umemaliza hayo maombi ya siku 3 kavu, alafu baadaye unaanza kujiambia wewe mwenyewe, hivi kweli mimi naweza nikapata kazi kweli? Yaani unaanza kuchallenge yale maombi ambayo umepeleka mbele za Bwana. Sikiliza, kama ukichallenge maana yake hautapata matokeo. Hata uombe kuanzia asubuhi mpaka jioni, ufunge 3 kavu, ufunge siku 7 kavu, maombi yako hayatakuwa na matokeo. Ndio maana jifunze, sio tu kuingia kwenye maombi, jifunze pia hata hayo maombi yako lazima yawe na matokeo. Watu wa Mungu tunatamani maombi yetu yawe na matokeo. Tikisa jirani yako, mwambie maombi yako lazima yalete matokeo. Kama umemwomba Bwana mwaka huu utapata mtoto, utapata mtoto. Kama umemwomba Bwana mwaka huu utaolewa, utaolewa. Kama umemwomba mwaka huu Bwana utapata kazi, utapata kazi. Kama umemwomba Bwana kansa itaondoka. Maana Mungu wetu ni Mungu anayesikia. Tikisa jirani yako, mwambie usikate tamaa. Yupo Mungu anayejibu. Haleluya. 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 Kwa hiyo maombi yenye matokeo ndio tunayotaka. Sisi hapa kanisani tumenuia na tumesema hivi, kanisa letu ni la kimataifa. Nilipokuwa natangaza mwanzoni, sijui kama tutaweza. Yaani baba mchungaji, wewe ulijui kanisa watu wenyewe wagumu. Wagumu baba mchungaji, wagumu. Usione hivi hivi. Unaona Lakini kwa sababu Mungu alisema na mimi, leo kuna mambo makubwa yanafanyika. Nasema leo kuna mambo makubwa yanafanyika, na yajao yanafurahisha kwa jina la Yesu. Maana Bwana anatupeleka hatua zingine. Maana tumemwomba Bwana tuende kimataifa, na tutakwenda kwa jina la Yesu. Wewe ukikaa shauri yako, lakini sisi tutakwenda kwa jina la Yesu. Wewe ukianguka shauri yako, lakini sisi tutasimama, tutasonga kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Lazima tuende kimataifa, na tunamwamini Mungu. Lazima tutoboe kwa jina la Yesu. Hebu mtikise mwenzako, mwambie lazima tutoboe kwa jina la Yesu. Mwambie lazima tutoboe mpaka kieleweke kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bado mwenzako anashangaa, mwambie lazima kieleweke mwaka huu kwa jina la Yesu.
Alafu sikiliza, shetani anakuwaga ni mwongo sana. Pale unapoingia kwenye maombi yenye kuleta matokeo, ndio anakuanza wa kwanza kukatisha tamaa. Wewe je, kuona umeomba umemaliza maombi alafu anatokea rafiki yako na kukatisha. Wewe Neema Maliki wewe. Wewe unajifanyia unatokaga pale mbele. Wewe unafikiria mambo haya ni magumu sana. Wewe usiaone hivi. Wapo hapa watu wanaojua kukatisha tamaa. Tena mwingine anasema nilikuwa unaruka pale, unacheza wapi? Wewe mwenyewe unanuka shida kuanzia mwanzo hadi mwisho. Sikiliza, tusikatishe watu tamaa jamani. Anayejua hatima ya maisha ya mtu ni Mungu mwenyewe. Na mtu anapocheza hapa, anaporukaruka, hajipendekezi kwa mtu, anajipendekeza kwa Bwana. Maana huyo Bwana ana majibu yote kwa jina la Yesu. Na ni heri ujipendekeze kwa Bwana, maana kwake kuna uzima tele kwa jina la Yesu. Amina jamani. Sasa mambo matano muhimu ya kuangalia. La kwanza, ili maombi yako yawe na matokeo, hakikisha unaomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Pray according to God's will. Omba sawa sawa na mapenzi ya Mungu au kulingana na mapenzi ya Mungu. Hebu nisomee waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 mstari wa 14. Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake. Sikiliza, tukiomba kitu sawasawa na nini? Na mapenzi yake. Atusikia. Atusikia. Kumbe kuna maombi unayoomba kwa akili yako Mungu asikii. Hata upige kelele we hasikii. Kwa nini? Kwa sababu Mungu cha kwanza huwa anaangalia moyo wako. Omba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Hebu mwambie mwenzako, omba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kuna dada mmoja aliniambia hivi, mchungaji, yani wamenisema sana kwamba mimi sina gari. Na wakwambia hivi, baba mchungaji, nikipata gari watanikoma kanisa hili. Yani kwanza simpi mtu yoyote lift, ili kuwanyoosha wajue kwamba na mimi nina gari. Hivi unaelewa hayo maombi? Kwa hiyo anamuomba Mungu apate gari, ili akipata gari awakomeshe watu wasiwape nini? Sasa baba mchungaji, nitakuwa nawapita, naambia hai. Nikamwambia binti yangu, hayo mbona maombi yako ya kishetani? Kwa sababu Mungu unapomuomba, anachoangalia kabla ya kujibu maombi yako, anaangalia moyo wako. Kama moyo wako umelenga kumpa shetani utukufu, sio Mungu utukufu, hayo maombi yako hayatapata kibali. Kwa hiyo jifunze kabla ya kuomba, hebu omba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Mpe Mungu utukufu katika kile unachokiomba. Kama ni nyumba, mwambie Bwana, ukinipa nyumba nitabariki na wengine. Sio kwamba umepewa nyumba ndio uanze kusema wengine. Sio kwamba umepewa mme au umepewa mke. Kuna dada mmoja alivyoolewa akasema wako wapi? Mimi mwenyewe ni mbaya, lakini niliolewa naye chuma, handsome boy. Sasa akawa na washtaki wenzake. Hebu mgeukie mwenzako mwambie, wewe kama Bwana amekuinua uwe mnyenyekevu kwa jina la Yesu. Yule Mungu uliyemuomba ndio anaweza kubadilisha kibao. Na mimi nakuombea kwa jina la Yesu, kibao kisigeuke, ila uwe mnyenyekevu mbele za Bwana. Bwana akikubariki uwe mnyenyekevu. Bwana akikupa gari uwe mnyenyekevu. Bwana akikupa ndoa mpe Mungu utukufu. Sio kwamba wengine hawaombi. Katika utendaji wa kazi ya Mungu haingiliwi. Ndio maana tunaomba lakini tunamwachia Mungu ndiye anayejibu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu, Mungu wetu Biblia inasema anasikia. Sema hapo mbele. Endelea hapo mbele. Ehe. 15 inasema, na kama mkijua kwamba atusikia tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Endelea. Mtu akimwona ndugu yake anatenda dhambi, huko dhambi achana naye. Hapo rudia hapo mstari wa mwisho. Mstari wa 15, na kama tukijua kwamba atusikia tuomba chochote. Na kama mkijua ya kwamba atusikia tuombacho chote. Twajua kwamba tunazo zile haja
tulizomuomba. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo jitahidi kutengeneza mazingira ya kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, Mungu atajibu maombi yako na maombi yako yatapata kibali mbele za Bwana. Jambo la pili, ili maombi yako yawe na matokeo, omba sawasawa, omba kwa imani. Pray with faith. Kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 24, unaweza kunisomea? Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Aminini mnayapokea nayo yanakuwa yenu. Maana yake chochote unachokiomba uwe na imani ya kwamba Mungu lazima ajibu. Hebu mwambie mwenzako, chochote unachokiomba amini ya kwamba Mungu atajibu. Lolote unaloomba mbele za Bwana, Mungu lazima ajibu. Hata kama hajajibu leo, lakini kawaida ya Mungu, ukiomba sawasawa na mapenzi yake, lakini ukiomba sawasawa na imani, nataka nikwambie Bwana lazima afanye. Nasema Bwana lazima afanye. Nasema Bwana lazima atende. Ni maombi yangu, maombi yako yawe na imani mbele za Bwana. Nasema maombi yako yawe na imani mbele za Bwana. Lolote uombalo likapata kibali mbele za Bwana. Machozi yako yakapata kibali mbele za Bwana. Maombi yako yakapata kibali mbele za Bwana. Mfungo wako yakapata kibali mbele za Bwana. Wako wapi watu ambao wanasema kwa mwaka huu lazima itokee kwa jina la Yesu aliye hai? Na huyo ndio Mungu ambaye tunamtegemea. Maana ukienenda kwa imani, maandiko yanasema Bwana atawajibu sawa sawa na vile mlivyoomba. Ndio maana usiwe na mashaka. Usiwe na mashaka. Mungu atakuinua tu. Hata kama umeajiriwa juzi, nasema mshahara utoshi. Wanaanzaga hivyo hivyo, lakini Mungu anakupeleka hatua. Mungu anakupeleka utukufu kwa utukufu. Amini ya kwamba Mungu yupo pamoja na wewe na atajibu sawa sawa na mapenzi yake. Wewe unachotakiwa ni kuweka imani, kuwa na imani ya kwamba Mungu anaweza, kuwa na imani ya kwamba Mungu anafanya, kuwa na imani ya kwamba Mungu anatenda. Na nataka nikwambie inawezekana kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Jambo la tatu. Nitakuwa namalizia hapo. Jambo la tatu. Hakikisha maombi yako, pray with persistence. Persistence yani ni kuomba bila kukoma. Kitabu cha Luka ile sura 18 mstari wa kwanza, maandiko yanasema imetupasa kumwomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Should always pray and not give up. Si ndio jamaa? Yesu anatolea mfano wa wanafunzi, akawa anawaambia imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Sasa neno tusikate tamaa maana yake kwamba katikati ya maombi yawezekana kuna changamoto, katikati ya maombi yawezekana kuna vizuizi, katikati ya maombi yawezekana kuna mageti, lakini maandiko yanasema omba usikate tamaa mpaka kitokee. Kuna watu wengine walipokuwa wanaomba wakaona kamuujiza kadogo wakaacha kuomba, wakaona Bwana anataka kufanya wakaacha kuomba. Sikiliza, kwa mtu aliyeokoka na anayempenda Mungu, haijalishi matokeo yanatoka sasa, haijalishi matokeo yanatoka kesho, haijalishi matokeo yanatoka kesho kutwa, lakini Biblia inasema omba bila kukata tamaa. Nasema omba bila kukata tamaa. Nataka niwatie moyo watu wa Mungu, hata kama maombi yako hayajajibiwa, umeomba kuanzia Januari mpaka sasa, ninachokwambia usikate tamaa. Maana shetani kazi yake ni kuwakatisha watu tamaa wasiombe, kwa sababu wanajua katikati ya maombi Mungu huwa anajibu. Nasema Mungu huwa anajibu. Nasema Mungu huwa anajibu. Nami ni maombi yangu kwa jina la Yesu, maombi yako unayoomba usiku na mchana
Endelea kusimama kuendelea kuomba. Endelea kusimama kuendelea kumwambia Bwana kwa habari ya shida yako. Kuna majira ya Bwana yaliyokusudiwa na mbingu. Nasema majira hayo yakifika, hakuna ambaye ataweza kukuzuia kwa jina la Yesu aliye hai. Kabisa. Hayupo. Mimi tulikuwa tunaombea jambo na mke wangu mwaka wa 4 huu. 4 years praying. Mpaka bado nasema Mungu, umsikie mtumishi wako tu. Hebu mgeukie mwenzako kuomba. Wewe ule kuomba mpaka unaanza kumwambia Mungu yani, Mungu mbona kama sikuelewi hivi? Halafu cha ajabu unapokadhana kuomba ndio majaribu yanakuja. Na hiyo ndio kanuni. Yesu amefunga siku 40. Anashuka tu, mtihani wa kwanza anakutana na shetani. Ikiwa kama wewe mwana wa Mungu, unaweza ukajirusha chini, maana imeandikwa atakuagizia malaika wake nao watakuokoa. Jamani, muongo yule. Yesu akiwa amejaa roho alimshinda shetani kwa vita hili. Lakini angalia, Yesu ametoka kwenye maombi. Ametoka tu kwenye maombi. Tena mfungo wa siku 40. Bila kula, bila kunywa. Anakutana na mtihani. Upo mbele yake. Maana yake ni kwamba maombi yako lazima yakutane na changamoto mbalimbali. Lakini pamoja na yote hayo, usikate tamaa. Endelea kukazana kuomba mpaka kieleweke kwa jina la Yesu. Naongea na mtu ambaye amekata tamaa hapa. Usikate tamaa kwa maombi yako kwamba Mungu hajajibu. Katika nadharia ya kujibu tunamwachia Mungu. Kuna muda sahihi na wakati sahihi. Mungu akijibu, nataka nikwambie, hata Temeke itatikisika kwa jina la Yesu. Tanzania itatikisika kwa jina la Yesu. Hata ukoo wako utatikisika kwa jina la Yesu. Sasa hivi wanakusalau kwa sababu huna kitu. Nilikuwa Uchagani, nimekaa Moshi miaka 3. Uchagani kule kama hauna hela hauheshimiki kabisa. Wachaga woye. Menda kwenye msiba. Bwana Kimambo upo? Nifika kwenye msiba, mchungaji nazuiliwa kuzika. Mchungaji, baba mchungaji, tunakuomba usizike kwanza haraka kwa sababu kuna bwana mdogo mmoja yupo kule Mwanza, ataingia kesho, alafu ndio ratiba zingine ziendelee. Sasa mbona kuna shida gani? Kumbe yule anayekuja ndio mwenye pesa. Kwa hiyo kuna wakubwa wapo pale hawaheshimiki. Anayeheshimika ni bwana mdogo ana mawe. Na alipofika pale nakwambia anatembea na ulinzi wote. Jamani. Hebu mgeukie mwenzako kuambia pesa nao ni muhimu. Mwambie pamoja na faraja ya Roho Mtakatifu lakini pesa muhimu. Fika yule jamaa pale kijiji kizima. Nakwambia zilimwagwa bia. Kijiji kizima. Krete za bia kunywa tu, bosi amefika. Okay, kajeneza la dhahabu. Chakula kikamwagwa pale, yani watu wakala, ng'ombe kilizichinjwa karibia 20. Ni mwendo wa kula. Kwa sababu ya nini? Pesa. Sikiliza, unaweza ukazalaulika leo, lakini Mungu anatengeneza maisha yako ya kesho. Nasema hivi, maandiko yanasema utukufu wa mwisho ni mkuu kuliko ule wa kwanza. Unaonekana leo haufai, lakini kesho Bwana atakuinua tena. Bwana atakuinua tena. Bwana atakuinua tena. Bwana atakunyanyua tena. Usikate tamaa, mwambie mwenzako usikate tamaa. Wewe unachekwa tu kidogo unaanza kulia. Wamenisema mimi jamani, hata mimi ni mlokole. Baba mchungaji, hata kanisani siku hizi siji. Kwa nini? Wamenisema ndugu zangu. Unasemwa na ndugu zako ndio unalia. Ungekaa katika kipindi cha mitume ungefanyaje? Nyakati za mitume wale majamaa yanakamatwa mpaka wanakubali kuchinjwa, wengine wanachunwa mpaka na ngozi, anasema we chuna, lakini kwa habari ya Yesu simuachi ngo. We ni uwe, lakini kwa habari ya Yesu simuachi ngo. Watu kama hao Mungu anapendezwa nao. Ikutokee kwako kwa jina la Yesu. Nasema ikutokee kwako kwa jina la Yesu. Ng'ang'ana na Yesu, hata watu waseme vipi, we ng'ang'ana na Yesu, we komaa na Yesu. Watakucheka leo, lakini kesho watakusalimia kwa heshima. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako.
naona muda wetu umekwenda sana.